Karibu katika simulizi ya maisha ya Zuhura Mgeni Othman, mkuu wa wilaya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Hii ni safari ya mwanamke aliyeanza maisha yake ya utumishi akiwa mwalimu darasani akishika chaki. Kupitia bidii, nidhamu na uwajibikaji, akafikia nafasi ya mkuu wa wilaya, uongozi ambao ni wa kuteuliwa na rais. Hii inaonesha namna ya mwanamke anavyoendelea kuvunja vikwazo na kuonesha uwezo wake katika kushiriki nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya vyombo vya kutolea maamuzi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA Zanzibar, wanaendelea kutekeleza sera na mikataba ya kikanda na ile mikataba ya kimataifa inayohamasisha usawa wa kijinsia na kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi ndani ya vyombo vya kutolea maamuzi. Zuhura Mgeni Othman, ambaye ni mtoto wa pili wa Asha Saidi Ali, anayeamini mafanikio ya mtoto wake huyo hadi kufikia nafasi hiyo aliyopo leo ni juhudi zake binafsi katika kujituma, nidhamu na kupanga vipaumbele katika utekelezaji wa majukumu yake, huku akiamini kuwa kila kazi inahitaji utayari na kujitolea, kitu pekee alichonacho mtoto wake. Zuhura Mgeni Othman anaamini mafanikio yake hadi kufika hapo kwa upande wake ni kupanga muda vizuri katika majukumu yake ya kazi na familia, kushirikiana na watu wanaoendelea kufanya nao kazi, kujifunza kuwa mtiifu, kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu na utayari na moyo wa kujitolea ndio siri ya hapo alipo leo mkuu wa wilaya ya Chake Chake. Kwa kweli mwanamke tujiamini kwanza. Mimi ni mwanamke, lakini nilikuwa mimi nafundisha, naenda shule, nasomesha wanafunzi, narudi nyumbani, nashughulika na masuala ya nyumbani, napika, nafua, kazi zote za nyumbani kwa kweli ninafanya. Mimi sichagui kazi. Na ndio maana nilipopata nafasi ya afisa mdhamini vile vile sikutetereka, kwa sababu ni mazoea ambayo nimekwisha kujipangia. Kwa hiyo mimi kazi yoyote nafanya pahali popote naweza. Kwa hiyo hakuna jambo la kuniteteresha katika maisha haya. Na kwa sababu mimi mwenyewe nimejiamulia vipi niishi ambapo maisha yangu na kwa kweli nayafuata na yananisaidia, na kwa kweli sijisikii chochote, mimi najiona niko sawa tu. Kwa kweli jamii iliyonizunguka inanitizama kwa macho mazuri, kwa sababu nina mashirikiano na jamii ninayoishi nayo, sina ubaguzi. Mimi wote kwangu ni marafiki zangu, jamii yangu ni shoga zangu, ni jirani zangu. Kwa kweli na tunaishi katika hali ya mashirikiano makubwa na kusaidiana. Najivunia kwamba ni mwanamke, lakini pia ni kiongozi niliyeaminiwa na Mheshimiwa Rais kuongoza wilaya hii ya Chake Chake. Lakini vile vile najivunia kwamba yale maono ya Mheshimiwa Rais aliyoniteua na kuanza kunisaidie, najitahidi kujivunia kwamba naweza kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa hali mbalimbali. Hata kama mimi ni mwanamke, lakini napambana kuliko ama kushinda hao wanaume. Kazi ya mwanzo nilikuwa naipenda hasa kwenye moyo wangu tokea nasoma, basi ilikuwa ni askari. Nilikuwa napenda sana kazi ya uaskari na nilikuwa na enjoy hasa nikimuona askari wa kike. Lakini Mungu ukupa lile alitakalo, so we binadamu unalolitaka. Kwa kweli nikasema Mwenyezi Mungu amenijalia niwe mwalimu. Kwa hiyo nikawa mwalimu, na kwa kweli kazi yangu nilipenda sana na nilifanyia haki kwa kweli. Sasa hivi mimi nimetoa madaktari, sasa hivi wanafunzi ndio wasomesha, wengine mainjinia, wengine wamekuwa walimu, nimeshatoa vipaji mbalimbali. Mwanamama, lakini kwa hakika naiongoza vizuri, na zaidi mtu mwenyewe hataki anisifie mwenyewe, lakini niseme kwamba wanavyojiona mimi mwenyewe tunaenda vizuri na naongoza katika misingi iliyo mizuri. Kwa kweli wilaya hii ni wilaya ambayo kila mmoja anasemea vyake, lakini mimi kama mama, mimi natakiwa niwe na busara, niongoze kwa makini, niongoze kwa upendo, lakini vile vile niongoze kwa mashirikiano. Na hayo yote najitahidi kuyafuata katika wilaya hii, na ndio maana nikasema hadi sasa ninaongoza vizuri. Muhammad Nasor pamoja naye Hidayah Rajab Omar wanasema Zuhura Mgeni ni mwanamke jasiri, mwenye msimamo na anayehamasisha wanawake wengine kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi bila ya hofu wala woga. Vizuri tu, hana ubaguzi wa aina yoyote.
na mpaka saa hivi tayari kashakuwa mheshimiwa, lakini bado tunaenda na hali ile ile ya mwanzo. Yuko vizuri Mheshimiwa Zuhura, kwa kweli ni mfano wa kuigwa katika viongozi. Kwa kiongozi bora ambaye awe mtendaji mzuri, kutoka hapa alipo aongezeke mbele. Kila tunapopanda au kila miaka inavyokwenda juu, ndivyo wanawake wanavyojitokeza wingi, kutokana na ule ushawishi, kutokana na uwezo. Wanawake wanasoma, wanawake wametanua kiakili, wanawake wana mawazo mazuri, wanawake wana ubunifu, wachangamfu. Kwa hiyo tumeona kama kila rais anayekuja, basi wanawake ni fungu kubwa la kuongezeka, na wale marais wetu, viongozi wetu wameona kwamba tumehamasika, kwa hiyo wanatuingiza kwenye mifumo sawa sawa na wanaume. Na ukupasiri basi ni kwamba imeonekana kama mwanamke ni tunda zuri sana, ndiyo linalohamasisha kuongeza vitamini, kwa sababu kila nafasi aliyopewa mwanamke ametendea haki, na nafasi nyingi sasa hivi wanawake ndio wako juu kiuongozi. Miaka inavyozidi kuongezeka, Zanzibar nayo imepiga hatua katika kuongeza idadi ya wanawake katika nafasi za maamuzi. Wanawake wengi wanaopewa fursa wanaonesha kufanya vizuri katika kutekeleza majukumu yao wanaopewa ndani ya nafasi zao mbalimbali. Familia yake Zuhura Mgeni Othman inasema kuwa juhudi za kiongozi huyo zinaendelea kuthaminiwa na wanafamilia, kwani licha ya majukumu makubwa aliyopewa na serikali, bado ameendelea kuwa mama mwenye upendo na anayejali familia yake, kwani kabla ya kuzianza shughuli zake za kulitumikia taifa, kuhakikisha usalama na mahitaji ya familia yamepangwa ipasavyo. Kuna vikwazo pamoja na harakati zake za kisiasa, lakini na majukumu yake kama mama basi anakuwa anatekeleza inavyopasa. Kwa hiyo anakuwa anashughulika na watoto, anashughulika na kazi zake za nyumbani. Kwa hiyo hata wakati anapotoka kwenda katika harakati zake, basi inakuwa kila kitu kimeshakaa katika mstari. Huu ni kwamba asivunjike moyo, ingawa kuna maneno mengi huwa yanasemwa, hususan anapoonekana mwanamke anaingia kwenye shughuli na harakati kama hizo za siasa na uongozi, ambazo kama hukuwa na moyo na ujasiri unaweza ukarudi nyuma, kwa sababu jamii mtazamo wake mara nyingi inavyoangalia huona kuingia katika siasa au harakati za uongozi kama hizi huona ni uhuni, lakini kumbe sivyo ilivyo. Wewe mwenyewe unajitambua kama wewe ni nani na unakusudia una lengo gani, basi unakuwa kila kitu kinakwenda kama kinavyotakiwa. Kabla ya kuteuliwa kuongoza nafasi hiyo mwaka 2026, Zuhura Mgeni Othman aliwahi kuwa mwalimu wa darasani skuli ya msingi Kwale, akifundisha kwa umakini somo la Kiswahili, ambapo skuli hiyo kwa sasa inajulikana kama skuli ya msingi Dr. Philip Mpango, na baadaye alipata uteuzi wa rais kwa mara ya kwanza kuongoza Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, nafasi ya afisa mdhamini kwa upande wa hapa kisiwani Pemba. Uteuzi wake ulifurahiwa na waliokuwa walimu wenzake huko Dr. Philip Mpango, huku pia wakihuzunika kwa kumpoteza mwalimu aliyekuwa na mchango mkubwa ndani ya somo la Kiswahili kwa wanafunzi wa skuli hiyo, na pia akiwa mwalimu mwenye mashirikiano na walimu wenzake. Ni mtendaji, mpenda mashirikiano na wenzake, tulishirikiana katika kila kitu, tulishirikiana katika kusoma, katika matatizo, katika shida za wanafunzi, katika shida za walimu, tulishirikiana kwa pamoja. Kwa ujumla alikuwa ni mtu mzuri Zuhura. Hadi leo kufikia kuwa mkuu wa wilaya, alipita katika taratibu nzuri mbalimbali kwa kupata nafasi hiyo ya uongozi. Kama mwanamke mwenzangu, tulipata faraja au tunategemea kwamba kwa namna moja au nyingine mwanamke na mwanamke mwenzake wakishikana mkono wanazidi kuleta maendeleo katika nchi. Alikuwa akisomesha darasa la 4 somo la Kiswahili, na kuondoka kwake sisi tulijisikia furaha kwa upande mmoja kwa mwenzetu kupanda cheo, ila tulijisikia huzuni kwa vile tulivyokuwa tumeishi naye, kwa sababu tuliishi naye katika hali ya umoja na mashirikiano. Kwa hivyo tulisikia unyonge, lakini tulisikia furaha baada ya kupanda cheo na kuwa afisa mdhamini wa Wizara ya Utalii kwa kipindi kile. Najivunia kwa Zuhura kuwa mkuu wa wilaya ya kwanza ametoka katika sekta yetu ya walimu, alafu la pili ametoka katika skuli yetu na ni mwenzetu. Kwa hiyo tunategemea matarajio mengi mazuri kupitia kwa Zuhura
kwa vile yeye kwanza alitoka katika hii fani ya ualimu, alikuwa ni mwalimu wa aina mfano peke yake, kwa sababu Bi Zuhura alikuwa ni mtu mmoja mwenye mashirikiano na hafichi kitu. Mfano kama labda wamekoseana, wamekarana kidogo, Bi Zuhura atakwambia na mtafahamiana na mtaelewana. Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA ni miongoni mwa wadau wanaoendelea kupaza sauti za wanawake katika kufikia 50 kwa 50 ndani ya vyombo vya kutolea maamuzi. Nimezungumza na kaimu mratibu wa chama hicho kwa upande wa hapa kisiwani Pemba, Amina Ahmed Mohamed. Anasema juhudi za kufikia uwakilishi wa 50 kwa 50 ndani ya vyombo vya maamuzi zinalenga kuhakikisha wanawake wanapata nafasi sawa katika uongozi na vyombo vyote vya kutolea maamuzi, huku akizungumza Zuhura kama mfano wa mafanikio ya wanawake na uongozi wa maendeleo wanapopata fursa hii. Katika kufikia usawa 50 kwa 50 tumelenga kuhakikisha kwamba wanawake wote wanapata fursa, lakini sauti na uwakilishi wao katika vyombo vya kutolea maamuzi katika kufikia huo usawa 50 kwa 50 unafikiwa, ambapo miongoni mwa juhudi zetu tunazozifanya katika kulifikisha hilo ni pamoja na kutoa elimu kwa wanawake, lakini kuna wale wanawake ambao wana umri zaidi ya miaka 30 tunatoa elimu na kuendelea. Wanawake vijana tunatoa elimu, makundi ya wanawake wenye ulemavu tunatoa elimu, lakini pia tunafikia katika yale malengo yaliyokusudiwa ya kujiendeleza kimaendeleo. Kwa mfano, kuna wanawake ambao wanatamani kugombea nafasi za uongozi kutokana na changamoto mbalimbali wanakuwa wanakosa vile kugombea, labda changamoto za fedha na uwezo. Na kwa juhudi tunazozifanya sisi TAMWA ni pamoja na kusaidia kuanzisha vile vikundi vya kukopa na kuweka, kuanzisha vikundi mbalimbali vya ushirika ambavyo hivyo vitasaidia wao kuweza kutimiza yale malengo yao. Lengo tu ni kuona usawa wa kijinsia ifikapo 2030 unaongezeka na kufikia 50 kwa 50 katika vyombo vya kutolea maamuzi. Fursa ambazo tunazitoa kama nilivyosema hapo awali ni pamoja na kutoa yale mafunzo ya uongozi, na kwa sisi tunaandaa mafunzo, tunafikia wanawake wa makundi mbalimbali, wanawake katika vyama vya siasa, wanafunzi wa vyuo ambao ni wanawake viongozi, wanawake ambao wana ule uthubutu, wana ile nia. Tukiwaona tu kama hao, kwa umoja wao tunawaita na kuwapatia hayo mafunzo, lakini pia tunawaunganisha na vyama vya siasa, lakini vyama vya kiraia, wale wadau wa kutetea haki za wanawake na kupinga mila na desturi potofu. Vyote hivyo tunavifanya kwa pamoja. Lengo tu ni kuona kwamba mwanamke naye anaweza kupata ile fursa ya kushiriki kamilifu katika masuala haya ya uongozi. Hawakukosea wahenga jamii ya Waswahili waliosema kuwa samaki mkunje angali mbichi, ikidhihirisha maono ya Mwalimu Suleiman Juma Mohamed aliyemfundisha Zuhura Mgeni katika skuli ya msingi Ngambwa wilaya Chake Chake mnamo mwaka 1990, akisema kuwa mwanafunzi huyo alikuwa ni mwenye nidhamu, bidii na dalili zote za uongozi tangu akiwa mdogo. Mwaka ya 90 hapo basi nilikutana naye mwanafunzi Bi Zuhura katika skuli ya Ngambwa. Alikuwa ni mwanafunzi mzuri, hakunikwaza hata siku moja. Alikuwa ni mtu mwenye mashirikiano na wenzake. Alikuwa ni mwanafunzi ambaye hana matata, sikukumbana napo na yeye na matata. Alikuwa ni mwanafunzi wa kawaida, ni mwanafunzi hodari, alipa mashirikiano, na muda wote huo nilipokuwa naye basi alikuwa mwenye kuheshimu walimu wake, na vile vile sikupatapo matatizo katika darasa kwake. Kama alikuwa anaogopea na wenzake, alikuwa ni mwanafunzi mzuri kabisa. Vile ni mtu mchapakazi vizuri, hodari sana. Bi Zuhura kwa kweli ni kioo katika jamii yetu. Bi Zuhura ni kioo katika jamii yetu katika uongozi wake. Si mtu wa majivuno, ni mtu mwenye kujali watu, na popote anapokukuta licha ya nafasi yake basi hajifanyi kwamba yeye ni mtu wa daraja kubwa hata kushusha wewe, basi kufanya kama ni mtu wa kawaida na anakusaidia kwa kila hali. Zanzibar imepiga hatua katika kuongeza ushiriki wa wanawake katika vyombo vya kutolea maamuzi, kwani hadi kufika mwaka 2020 takriban 37% ya wajumbe wa baraza la wawakilishi ni wanawake, huku 33% ya mawaziri wa kuteuliwa na rais wakiwa ni 38%, ukiachia mbali wale makatibu wakuu ambao
Fursa zikaongezeka katika teuzi mbalimbali za rais, zikiwemo hizo za wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa na makatibu tawala. Na hadi kufikia Mei mwaka huu 2026, asilimia 43 ya teuzi nafasi mbalimbali Zanzibar zimeonyesha kuwagusa wanawake moja kwa moja kama viongozi, huku wakionyesha uwajibikaji mkubwa katika utendaji wa majukumu yao. Safari ya Zuhura Mgeni Othman ni uthibitisho wa uthubutu wa utendaji wa wanawake wanapokuwa viongozi. Hii iwe ni chachu kwa wanawake wengine kuiga uaminifu, nidhamu na uwezo wa uongozi uliomfikisha kuwa mkuu wa wilaya Chake Chake baada ya kuaminiwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kutokana na sifa alizozijenga katika maisha yake ya utumishi, huku uvumilivu ukiwa ni siri ya 4. Mtazamaji, makala hii ni kwa mashirikiano makubwa ya Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA Zanzibar, ambao nao wanamwangalia mwanamke kiongozi kama mfano wa kuigwa na wanawake wengine popote pale walipo kufikia fursa hiyo ya uongozi wa 50 kwa 50 ifikapo 2030 kama ni chachu ya maendeleo ya wanawake wote ulimwenguni. Kumbuka kuwa mwandaaji wa makala hii ni Abdi Suleiman. Huu ni mwanzo wa simulizi na mwendelezo wa tamati ya simulizi hii ya kusisimua ya Zuhura Mgeni Othman, mkuu wa wilaya Chake Chake, itaendelea. Mimi niliyesimulia makala hii ni Amina Biyaya. Asante, kwa heri kwa sasa.